kabla ya kuja Kenya nilipita kwa balozi wa Kenya ambaye anawakilisha Kenya Tanzania kwenda kupata ridhaa yake, kupata nguvu yake, kwa sababu mji bila wazee ni uhuni. So tumepita kwake kwanza kwa sababu yeye ndo mzee wetu, na tukapata ridhaa kutoka kwake, tumekuja Kenya. Lakini kingine ni kuhusu ndugu zetu, kwa sababu unajua mitandaoni watu wanaongea tu, lakini kikubwa sisi ni wamoja na ni watu ambao tunahitaji kushirikiana kwa mara, kwa sababu kijana wa Kitanzania ni sawa na kijana wa Kenya. So kwa Bongo Kenya kuna watu ambao wangejiuliza maswali mengi. Ibra amekuja ziara ya muziki na shughuli, kwa sababu tuliona unaachilia kazi na Jovio na unafanya vizuri sana. Sio tu Jovio, wako wasanii wengi ambao nimefanya nao kazi. Atakapokuwa tayari mtaziona, kwa sababu tunachotegemea ni kitu kizuri na huwa tunafanya kwa ajili ya mashabiki. Pia ulizungumza kwa ungependa kufanya muziki na Meja, imefikia wapi? Labda kama wa Kenya tunasubiri sana. Nadhani ndo nimeshafika Kenya, so watu wategemea makubwa zaidi. Naam, Ibra, nadhani huu mwaka kwako imekuwa na changamoto mingi sana, na tumeangalia kumekuwa na trend fulani ambayo wasanii wengi ambao wamekuwa kwenye lebo wamekuwa kutoka kwenye lebo wanajisimamia kwao, na wewe ambao kwa sasa ni msanii ambao uko huru, uko peke yako independent vile. Na ningetaka kufahamu haswa unaona itakuwaje, mapokezi itakuwa vipi, unajiamini kivipi? Mimi naamini kupitia kazi, kwa sababu hata nilipokawepo siwezi kusema nimejikuza mwenyewe. Ni watu ambao wamenipigania, waliwekeza nguvu zao, wakaweka juhudi zao, lakini naamini kupitia kazi nzuri, kwa sababu hata kama wao wangewekeza billions, kama ufanyi vizuri ni ufanyi vizuri. Kwa sababu mimi naamini kupitia kazi watu wakae tayari kuenjoy muziki mzuri zaidi. Uko tayari kwenye muziki mzuri? Yes. Ulipoondoka Konde Gang, tumekuwa na ukaribu sana na Wasafi, Diamond Platnumz pale natumia muziki wako. Na pale ulikuwa kwenye event ya Binasi na walikuwa sponsored na Wasafi. Napenda kujua mambo iko vipi? Ni kipi kinachoendelea? Mambo iko kama ilivyo. Mimi nadhani ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kujiengage na wasanii wenzangu ni kitu ambacho nilikuwa nakitamani kwa muda mrefu, lakini mara nyingi kilikuwa kinakuwa kiko tofauti zaidi, kwa sababu unapomfuata mtu kujiengage naye, kama kuna misingi ya kazi ambayo inamwekea mipaka kwamba hichi hatuwezi kufanya na hichi hatuwezi kufanya, inakuwa ni ngumu kidogo. Lakini kwa sasa hivi Kenya ni nyumbani, ni watu ambao wananisupport tangu siku nyingi, lakini pia sasa hivi imekuwa ni kitu tofauti zaidi. Safari imekuwa vipi? Safari ni nzuri na namshukuru Mwenyezi Mungu nimefika salama. Labda ni mara ngapi kufika Kenya na ni kitu ambacho tunakuwa sana? Naweza nikasema ni mara ya 3 ya 4, lakini kilichonileta zaidi ni kujiengage zaidi na Wakenya, kwa sababu Kenya ni watu ambao wanasupport muziki wangu tangia naanza. So ni kujiengage zaidi na Wakenya. Lakini kabla ya kuja Kenya nilipita kwa balozi wa Kenya ambaye anawakilisha Kenya Tanzania kwenda kupata ridhaa yake, kupata nguvu yake, kwa sababu mji bila wazee ni uhuni. So tumepita kwake kwanza kwa sababu yeye ndo mzee wetu, na tukapata ridhaa kutoka kwake, tumekuja Kenya. Lakini kingine ni kuhusu ndugu zetu, kwa sababu unajua mitandaoni watu wanaongea tu, lakini kikubwa sisi ni wamoja na ni watu ambao tunahitaji kushirikiana kwa mara, kwa sababu kijana wa Kitanzania ni sawa na kijana wa Kenya. So kuna issue na bosi wako wa kitambo, ulikuwa side ya bosi wako, na sasa tumeona yule mtu ambaye Diamond ametumia muziki wako, anakubali kazi yako. Huenda maybe kuna mawasiliano, kuna mkataba, kuna vile anataka kukusign. Kama kuna chochote kitaendelea, basi mtakiona, kwa sababu hakuna kitakachojificha. Yani kazi, na tunapofanya kazi siku zote wao tunahitaji umoja. Kwa kama itatokea mtaiona, itojificha, hatutoficha chochote, na siwezi kuficha chochote, kwa sababu kama itatokea WSB ikawa ndo sehemu ambayo labda nitaelekea, mtaiona, kwa sababu ndo nitakuwa nafanya nao kazi. Lakini sasa hivi tuko Oya Gang, kama Oya Gang. Oya Gang is my family. Like ukiona familia yangu basi ni Oya Gang. Tell us more about Oya Gang. What is it all about? Kuna watu wamechanganyikiwa sana, hawaelewi. Oya Gang ni familia. Kuna watu ambao walipigana kwa ajili ya Ibra. Kuna watu ambao walisimama nyuma ya Ibra. Hata kama Ibra alikuwa yuko Konde Music walikuwepo. So
leo ukija kuwaona uwezi kuwaita Chinga Gang kwa sababu Chinga ni jina langu, right? So ni Oya Gang, it's my family. Okay. Sasa hivi uhusiano wako na bosi wako wa zamani uko vipi? Mko kama mnazungumza ama kuko vipi? Ni swala kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Harmonize is my brother, na kilichotokea kimetokea tu kwa sababu sisi wote ni kila mtu anatafuta riziki, na siwezi kumchukia kwa sababu naamini kupitia yeye ndio kumenifanya nikafika hapa nilipofika. So yeah. Maybe Ibra, kumalizia tu sasa, maybe nikurudisha nyuma kidogo tukizungumzia ile mkataba wako ambao uliwachiliwa huru, na kuna tetesi inasemekana kwamba hakuweza kuwa na contract kwa sababu inasemekana kwamba bosi wako kitambo alipoteza hiyo kandarasi, ndio maana wewe ndio uliwachiliwa uhuru. Na ni kweli? Na kama uliwachiliwa uhuru, kuna pesa fulani unafaa kuachilia maybe ya ile facilitation? Contract zilikuwepo na tulifikisha kwenye uongozi wa Baraza la Sanaa Tanzania BASATA, na nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wao kwa sababu walitendea kazi vile ambavyo lilipaswa kufanywa kazi na likawa limefanyika kwa haraka zaidi. Niwashukuru sana Baraza la Sanaa la muziki wetu wa Tanzania, walitenda haki. Kwa kweli hamna senti yote ambayo utafaa kulipa? Kuhusu senti niseme liliishia huko kwa sababu baraza ndio liliamua kwamba haiwezi kutokea hiyo kitu, na wakaisolve ikaisha kama ilivyoisha. Hamna hela ya kulipia zile catalog ambao uliwachiliwa maybe? Hapana. Hamna. Ibra, naelewa wewe mwenyewe unaandika muziki wako, umeandikia wasanii wengi. Labda kuna wasanii ambao umeweza kuandikia muziki lakini hawakuweza kufika bei, hawakuweza ku-appreciate. Mimi nimeandika kazi nyingi, lakini sio vizuri kumtaja kila msanii kwamba nimwandikia mtu fulani na mtu fulani. Kwa sababu bado tunaendelea kufanya nao kazi wengine, so maybe watafeel kuwa ni embarrassing. So Hujawahi pata disappointment yoyote? Disappointment zipo, lakini ni binadamu, hatujakamilika. Alright Ibra, now kumalizia tu, maybe unatarajia nini na kutoka wasanii wa Kenya, kwa sababu kuna wasanii wakubwa na tumemwona rafiki yako sasa inasemekana atakuwa bosi wako Mondi, amefanya kazi na BN. Itakuwaje? Kuna kazi mnapika? Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu kwa sababu tunategemea vitu vizuri zaidi, lakini pia kikubwa ni kukuza muziki wa East Africa na Afrika kwa ujumla. Kwa tunapambania hicho ili tufike mbali zaidi na zaidi, kwa sababu wenzetu wako mbali zaidi. Magomvi hayapendezi kwa sababu tunahitaji umoja, kuungana, kufanya vitu vizuri, kufanya culture yetu iende mbali zaidi. So Shukrani sana kwa muda wako. Umejifunza nini kipindi chote umepitia yote? Nimejifunza kufanya kazi tu kwa nguvu na jitihada nyingi, kuwekeza akili pia kwenye kile ambacho naamini kwamba hiki ni maisha yangu. Asante sana. Nadhani kuna ndugu yangu hapa, nadhani ataongeza 1 2 3 tukimalizia. Yes.